Nimekuletea uchambuzi wa kina kuhusiana na tamthilia ya King Noel, yani Bryden, ambayo inaitwa Choice katika sehemu ya 71, 72, 73, 74 mpaka 75 imefanya vizuri zaidi, na hivi sasa mashabiki wanasubiria sehemu ya 76 kuona moto utakaowaka utaendeleaje, basi kwa sababu baada ya kuwa Clara pamoja na King Noel wameweza kushiriki tendo la ndoa na kuweza kuhakikisha anapata ujauzito Clara. Sasa nini ambacho kitakachoendelea? Basi nikwambie kitu kimoja kabla hujapata uchambuzi wa kina kabisa kuhusiana na tamthilia ya Choice. Fanya kitu kimoja, chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ukilibonyeza utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakuwa mkitani on notification kwa ajili ya kupokea taarifa zetu kila wakati, na mtakuwa mkiwa wa kwanza kupokea taarifa. Bana, kifupi ni kwamba nikwambie tu kwamba tamthilia ya Choice ambayo inayoigizwa na mtaalam King Noel imezidi kushika kasi zaidi, imezidi kuwa tamthilia ambayo kwa kiasi kikubwa imepokelewa kwa ukubwa kweli, na jinsi ambavyo inavyoonekana kwa hivi sasa inakwenda kufanya mapinduzi makubwa zaidi na zaidi. Lakini yote ya yote kuhusiana na mambo makubwa ambayo yanafanywa na tamthilia ya Choice na malengo ambayo yamewekwa na tamthilia ya Choice kwa hivi sasa, muendelezo unazidi kwenda vizuri zaidi katika upande wa kuwaletea mashabiki kile ambacho wanachokipenda ama kile ambacho wanachokihitaji. Zimepita sasa siku 4 tangu imetoka episodi ya 75 kufuatia kutoka kwa episodi ya 76. Sasa mashabiki wameanza kutafakari na kujiuliza kwa mara nyingine tena, kama tamthilia ya Choice imeanza kuchelewa mpaka siku 4 bado hajatoka, vipi mwendelezo wake itakuwaje? Je, utakuwa ni mwendelezo ambao utakokuwa ukisumbua kazi kutoka? Je, watacheleweshewa tena kazi kama jinsi ilivyokuwa katika kipindi ambacho kilichopita? Kwa sababu baada ya kuwa ameanza kutoa episodi ya 71 King Noel, basi moto ulianza kuwa ni mkubwa kweli. Sasa leo ni siku ya 4 bado hajaachia, na ukienda kesho itakuwa ni siku ya 5. Sasa mashabiki ambao wanakuwa wamefuatilia zaidi Choice wamekuwa wakisearch mara kadha kwa ajili ya kuweza kuifuatilia tamthilia yao pendwa ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikiwaelimisha, imekuwa ikiwaburudisha, lakini pia ikiwapa knowledge katika kile ambacho wanachokifanya. Tukienda katika kuichambua hii tamthilia ya Choice, tunaweza tukasema kwamba tamthilia ya Choice inaenda nagusa familia moja kwa moja, kwa sababu ukitazama kwa upana na kwa urefu zaidi unakuja kugundua na kuona kwamba imegusa mazingira ya watu tofauti, ukianzia katika masuala ya kifamilia, masuala ya mke na mume, jinsi gani ambavyo maisha yanavyokuwa na changamoto nyingi, lakini pia unapozivuka changamoto ndio wakati wa kuweza kufikia burudani na raha kabisa. Lakini unapoacha kuzivuka changamoto, bado changamoto zitakuelekeza au zitakwambia kwamba unatakiwa uzivuke kisha uelekee katika safari ya huko ambako unakotajua kuelekea. Unaona bwana. Kwa hiyo amekuwa akifundisha zaidi King Noel namna ya kuweza kuishi katika maisha hayo. Lakini pia ukitazama kile ambacho kimeweza kutokea katika episode iliyopita, baada ya kuwa baada ya kuwa Clara ameweza kumwambia King Noel ambaye ni Bryden, ameigiza katika tamthilia hii kwa jina la Bryden, na kumwambia kwamba kwa wakati huu hapa yeye Bryden hahitaji kuzaliwa mtoto na Clara, lakini Clara yeye anahitaji kumzalia mtoto mume wake, kwa sababu malengo makubwa ambayo yuko nayo yeye ni pamoja na kuhakikisha familia inazidi kuelekea katika misingi iliyokuwa bora, misingi iliyokuwa imara kabisa. Lakini ukienda mbele zaidi katika upande wa maamuzi ambayo Bryden ameweza kuyachukua, ni kama vile hahitaji msongo wa mawazo kwa hivi sasa, kwa sababu before kuna mimba kadhaa ziliweza kuharibika, na kuna ile ambayo iliweza kumpa challenge zaidi, kumpa maumivu zaidi, kumpa mawazo zaidi. Ni ile mimba ambayo iliweza kuharibika wakati mke wake akiwa katika ujauzito mkubwa kabisa
kuelekea na kujifungua. Kwa hiyo Blyden akawa ametafakari na kusema kwamba kwa wakati huu hapa hatakiwi kumpatia ujauzito, kwa sababu alikuwa anamhurumia mke wake, anateseka kubeba ujauzito, afu mwisho wa siku wakati wa kujifungua inakuwa changamoto. Hiyo ndio sababu ambayo aliyoiweka mezani na kuona kwamba kwa wakati huu hapa kumbebesha ujauzito mke wake ni changamoto. Lakini baada ya kuwa Clara ameelekea kwa mganga wa kisasa, yani daktari, baada ya kuweza kumwelezea changamoto anayoipitia, daktari aliweza kumshauri kwamba kwa kipindi hichi inambidi asitumie zaidi pombe, asinywe kabisa pombe, lakini pia aondokane na msongo wa mawazo, ale chakula kwa wakati ili kuweza kukilinda kiumbe ambacho kitakachopatikana tumboni. Baada ya kupata ushauri wa kina kutoka kwa daktari, aliona sasa huu ni wakati wa yeye kwenda kumbebea ujauzito. Japokuwa alikuwa Blyden amekataa kuweza kumbebesha ujauzito, lakini mwanamke Clara alitumia ujanja katika kumtegesha zile siku ambazo zile siku za kupata ujauzito, yani siku za hatari au hatari. Akawa amebadilisha tarehe, ile siku ya hatari ikawa nyingine. Kwa alivyoshiriki mahusiano na mke wake, akawa Clara akawa amepata ujauzito. Hiyo ndiyo sababu ambayo iliyomsababisha mpaka hivi sasa aweze kuwa na ujauzito. Lakini kikubwa ambacho kimeonekana humu ndani ni kile ambacho alichokitenda Clara kuitetea ndoa yake. Hususan humu ndani kuna watu kadhaa ambao wanaishi katika nyumba hii moja. Yupo na ndugu wengine ambao waliweza kumpokea. Jamaa naye alikuwa na mke wake hivyo hivyo, lakini pia wakawa wameweza kuahidiana ama kuweka ndoto na malengo ya kukaa miaka 2 au 3 pasipo kubebeana ujauzito au kushika ujauzito mwanamke. Lakini mwanamke akaanza kujishtukia na kuona kama ile ni ahadi ambayo waliweza kuitenda sawa, lakini ili maisha ya mke na mume yaendelee, inabidi tu mwanamke aweze kuzaa ili waweze kuwa na familia. Hicho pekee ndicho ambacho kinaweza kuwaunganisha katika kuyakomaza mahusiano ambayo wameweza kuyatengeneza. Kwa kiasi kikubwa ambacho kimeweza kuonekana ni uzito au ukubwa wa jambo hilo ambalo limeweza kuonekana. Basi mimi nikushukuru sana kwa sababu umekuwa nami mwanzo mpaka sasa hivi, lakini kama bado hujasubscribe channel hii hapa, basi fanya usubscribe. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza hilo neno utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea taarifa zetu kila wakati. Mkitani on notification kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa, bonyeza na alama ya kikengele. Bye bye.